mara 5 mfululizo. Yeah. Yanga wameonyesha ukubwa wao. Tuanzie hapo, unasemaje baba? Yeah, kwanza ni rekodi kubwa ambayo Young Africans wameifanya, kama sitokosea inaweza kuwa ni mara ya kwanza kwa timu kutoa ubingwa mara 5 mfululizo. Lakini haya ni mapinduzi makubwa kabisa ya uwekezaji wa Young Africans chini ya moja kati ya wadhamini nguli kabisa ambao pesa zao sio mpaka kupandikia, no ubaili. Ndio maana halisi ya kwamba Young Africans kuweza kutetea ubingwa kwa mara ya 5 sio jambo jepesi hata kidogo. Alichokifanya Ghalib GSM Mo Dewji kafeli. Kwa hiyo ni kwamba GSM anatoa shamba darasa kwa wawekezaji na wadhamini na wafadhili wengine kwamba unapotaka kudhamini ni kwamba unapaswa kunyoosha maelezo ya usahihi zaidi. Na utakuja kuangalia tofauti kati ya GSM na Mo ni kwamba GSM amekuja kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo katika ligi ambayo ina ushindani. Achana ligi kipindi kile ambacho Simba anachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Ligi ilikuwa ni mbovu sana, haina ushindani. Cha kwanza uwekezaji ulikuwa ni mdogo kabisa. Cha pili wachezaji ambao kwa wanasajiliwa miaka ile na sasa ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo unakuja kuona GSM katika uwekezaji wake ndani Young Africans wachezaji 12 wa kigeni ambao wanaruhusiwa kwa mujibu wa kanuni wa shirikisho la kandanda Tanzania TFF. Kwa Young Africans hiki ambacho amekifanya, maana yake Simba inapaswa kujifunza kwa Young Africans. Hapo kile maneno yalikuwa mengi kwamba Yanga ya msimu huu imechoka, usajili ulikuwa mbovu, dirisha dogo, ikabidi watu wafanye tena mambo, lakini wamechukua ubingwa. Hii ina maana gani? Tafsiri kubwa ni kwamba Young Africans imewaumbua wachambuzi wote wa payroll Tanzania. Kumbuka mimi mapema kabisa nilizungumza kwamba mpira ni science. Kwa no matter wameleta mchezaji wa aina gani, je, amekuja kukliki kwa aina gani? Na ndio maana hata katika msimu kunakuwa na madirisha mawili, usajili wa dirisha kubwa na ndogo. Kwa hiki ambacho Young Africans wamekifanya ni kwamba wamekwenda kututhibitishia kwamba nchi hii haina wachambuzi, nchi hii inawapiga kelele. Hiyo ni tangazo la taifa. Yanga imewathibitishia wachambuzi kwamba wao wengi wao hawaujui mpira. Huo ndio uhalisia. Maanake mpira sio hisia kuuchambua, mpira ni sayansi. Unapokwenda kumaliza maneno mazima bila kufanya utafiti, maanake unajiondoa katika sifa ya uchambuzi. Kwa Young Africans imekwenda kuwavua nguo wachambuzi wote nchini ambao walikuwa wanasema Yanga ni mbovu. Hakunaga timu mbovu inatoa ubingwa, hakuna. Mimi kwangu nakiri msimu umekuwa ni mgumu sana, kwa sababu timu zote mbili Simba na Yanga zimeshindwa kufikia rekodi ya msimu ulioisha. Kwa nini? Yanga msimu uliopita ilifikisha alama 82, lakini kwa sasa ina alama 75 ndio bingwa. Msimu uliopita Simba ilikuwa na alama 75 kama sokosea, lakini msimu huu ina alama 70 ngapi? 73. Maana zote kama kudrop, naweza kusema zimedrop, lakini ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Young Africans imepata sare za kumwaga, Simba imepata sare za kumwaga. Na niseme ile wazi, moja kati ya kitu ambacho Simba kimewaponza ni wachambuzi. Wachambuzi wamegharimu Simba, wameipromote kana kwamba ni timu bora zaidi. Timu bora inachukua ubingwa ndio Yanga hii hapa. Na ukitaka uthibitishe hilo, hata helikopta yenyewe kwani kwa nazunguka maeneo haya. Kupoteza mafuta yamepanda bei sana. Yes. Lete maneno, nasikiliza. Hapo kile, lakini ukiwasikiliza mashabiki wa Simba wao wanasema Yanga wamechukua ubingwa, lakini ziko mechi ambazo walifaidika na maamuzi ya waamuzi. Sawa, swali zuri sana. Ukisema hoja ya kufaidika na waamuzi, hata Simba imefaidika nao. Unaelewa vizuri? Na moja kati ya kitu cha hovyo sana kwa wana Simba kuanza kuikomalia mechi moja ya Zanzibar mara baada ya kupata sare. Tuulizane hapa. Hii Simba imepata sare nyingi kuliko Yanga. Kwa nini sare ya Zanzibar wananungunika sana kuliko sare ya Dodoma? Kwa nini sare ya Zanzibar inakuuma sana kuliko sare ya Pamba Mwanza? Unaelewa vizuri? Wana Simba kuna muda huna haja ya kuwacheka, kwa sababu cha kwanza hawana sifa ya kuwa wanachama. Hawana kadi. Kwa kuwa na mchanganyo huu wa changamoto ya afya ya akili ni haki yao. Huo ndio uhalisia. Kama unanungunika masuala mazima ya waamuzi, mbona nao umebebwa? Hivi Simba hajabebwa msimu? Hajabebwa Simba. Penalty ya Kapombe JKT hapa mechi iliyopita ilikuwa ni penalty halali. Tuulizane hapo uhalisia. Yenyewe imeshindwa kupambana kiwanjani kwenye mechi zake. Kwa nini Simba imepata sare nyingi kuliko Yanga? Imebebwa Simba? Yanga imebebwa? Hapana, ni maneno ya uchochoroni. Simba wajipange msimu ujao. Na niwaambie, Simba angenisikiliza chuma cha Mjerumani ungekuwa bingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Nakwambia, ila kwa sababu wana watu wao ambao wanajiita waandamizi katika soka la Tanzania, wapewa payroll. Nalisema kila siku, walioiangamiza Simba ni wachambuzi. Wachambuzi ndio wamepoteza Simba. Laiti kama ungekuwa nawaambia ukweli,
wangekuwa nawaambia ukweli, komaeni, wangepata ubingwa. Mimi ninachokwambia tena, katika msimu ambao Simba alipata kuwa mabingwa mapema baada ya Yanga kuangusha kupunguza ile gap takriban mara 2 mfululizo, gap la alama 5 linapungua, wanashangilia. Mwisho wa siku walikwenda kupata sare. Tuulizane, mechi ya Pamba ilikuwaje? Mechi ya Pamba si ulikuwa una ubora wewe mwenyewe? Sasa White naweza kuzungumza kwamba Yanga imepata ubora kwa sababu ya waamuzi, sio kweli. Hata Simba imebebwa vizuri tu, unaona vizuri. Mimi kwangu sio hoja, ni uhuni tu. Ubingwa mara tano kwa Yanga. Tunakwenda katika uchaguzi wa klabu ya Yanga. Engineer Hersi Said na mbeba namna gani? Narudia tena. Engineer Hersi Said kwenye uchaguzi huu ni sawa na mfanyakazi ametakiwa na kampuni aambiwi njoo na CV. Kwa sababu gani? Ana ubora. Hivyo unaanzaje kumkataa Hersi? Utakuwa mwenda wazimu. Yaani wewe Milembe unapokelewa asubuhi, unamkataaje Engineer Hersi Said? Amekugonga mara 6 mfululizo kupata sare 2 kwake, lakini amechukua ubingwa mara 5 mfululizo. Hivi kiongozi wa namna hiyo kweli? Unajua Hersi kuwepo kwenye uongozi wa Yanga ni faida ya mpira Tanzania, ni faida ya mpira Afrika na duniani. Ndio maana ni mjumbe wa mashindano yote kwa wanaume duniani. Unaelewa vizuri? Lete kiongozi wako upande wa pili, ana sifa hiyo? Hana. Unamkataje Hersi? Wewe utakuwa umechanganyikiwa. Hersi amekwisha jipambanua na kamati tendaji yake kwamba wana deserve kugombea, wana deserve kuendelea. Na ili tupate maendeleo katika mpira wa nchi hii, kichwa kama cha Hersi kile ni muhimu sana kuwa nacho kwenye mpira. Tukimpoteza yule, ligi hata hadhi inashuka. Mimi ninachokuambia, lete maswali bwana. Kumekuwa na rafu nyingi zikichezwa kwenye baadhi ya mechi za ligi. Tuliona Simba aliposti kwamba wachezaji wao wanachezewa rafu. Kirigadi tukio la leo, una comment hasa kwenye mechi zetu ili kutunza afya za wachezaji? Of course ni ajali kazini huwa inatokea, na sitaki kuamini kwamba kuna mchezaji anakuja kiwanja kama mimi leo nataka nikamvunje Pacome, nikamvunje Libasegei, au atoka ni muuni. Ila ambacho kimetokea ni sehemu ya mpira, na mimi sitaki kuamini kwamba JKT amekuja kwa ajili. Hapana, ni maneno ya vijiweni. Hao ni wachambuzi wa holela huko, posta mnaowakuta huko, lakini kwangu mimi chuma cha Mjerumani huwezi kuja kuona nazungumza ujinga wa namna. Mpira lazima ukamiwe, mpira sio bao. Sikiliza, mpira sio karata, mpira sio kikoba, lazima watu wafike mguuni. Kwa ambacho kimetokea kwa Pacome Zouzoua ni ajali kazini. Sitaki kuamini kwamba mchezaji JKT alikuwa sema naenda kumvunja Pacome. Ila imetokea, ni mistake, ni jambo la kimchezo. Tuendelee kumwombea dua kwa sababu Pacome ni burudani ya Afrika Mashariki na Kati. Ligi ingekuwa inaendelea hii ingekosa mvuto kabisa. Na mimi ninachokwambia, kama ligi ingebakia mechi 5 mbele na Pedro Pacome Zouzoua amepata majeraha haya, hata mapato viwanjani angepungua. Mimi ninachokwambia, nakwambia lo walisia, nilisema wiki iliyopita, hata wapiga picha wenye haki ya matangazo wanaenjoy kumulika Pedro Pacome Zouzoua. Profesa Boli, ndio maana watu wanalia uwanjani hapa, sio kwa bahati mbaya. Wanalia kwa uchungu kwa sababu burudani ya mpira imepata majeraha. Taifa limehuzunika, Afrika inaomboleza. Pedro Pacome Zouzoua ni burudani ya NBC Premium League, na taarifa hata NBC wao wameumia sana. Yes, lete maswali. Unaliona lile jengo pale? Ndio. Hii ni mara ya pili. Yanga walikaa pale mechi ya Simba, Yanga wameenda tena pale mechi ya JKT Tanzania. Huu mbona kama ni utovu wa nidhamu wa kupitiliza? Ninachotaka kukisema katika hilo ni kwamba TFF na kamati zake wanapaswa kubaini why timu haziendi katika dressing room. Huwezi kupeleka wachezaji wakiumia huko inahudumia TFF. Haiwezekani. Ndio maana nikasema TFF na kamati zake na bodi ya ligi, kamati ya usimamizi na uendeshaji, hizi adhabu ambazo wanazifanya ni kama halmashauri na saka mapato. Waangalie mzizi wa fitina. Kwa nini Yanga anakwenda kwenye White House? Unaelewa vizuri? Yaani wewe Pacome akaumie, Pacome apate, haiwezekani. Bora uumie kiwanjani kwa faulo, lakini sio kumpiga mtoto watu sumu. Haiwezekani. Mpaka Yanga anakwenda kwenye ile nyumba. Kuna kitu Yanga sio ndo azimu. Mimi nakwambia, mimi Yanga naungana nao kwa sababu kamati ya usimamizi na uendeshaji haijaja na muarobaini. Tulisema watafute wataalamu wa afya waingie nao dressing room. Wewe sumu kama ipo ikupata na wewe uondoke huko ndani. Unaelewa vizuri? Yaani watu wamewekeza DSM kawekeza hapa, Mo kawekeza na matajiri wengine. Azam tumeona ambacho kimetokea Arusha, wachezaji wameendesha, hakuna majibu yoyote. Mimi nawapongeza Yanga, waendelee kuingia huko kwa sababu dressing room za ovyo. Yes, mpaka tupate mzizi wa majibu. Ni mara ngapi?
Adhabu inatoka kila siku, hakuna solution, wanaleta option. Watu waende kwenye dressing room nyingine, hamna shida. Kuendelea vizuri. Yanga mimi nawapongeza katika hili, waendelee. Kama msimu ujao mambo yake yakiendelea hivi, waende hata nyumba nyingine, hakuna shida, waende. Leta maswali.